Mpendwa mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwenye studio ni Bishop Paul Elasia, ninayehudumu kanisa la Shiloh United Church of Christ, ambaye nakuletea kipindi cha Tumaini Lipo. Nataka nikushukuru mpendwa mtazamaji wangu kwa kipindi kilichopita cha wiki iliyopita, kwa wapendwa ambao waliweza kunipigia simu na kuniandikia jumbe zao na kusema ya kwamba kipindi kimekuwa cha baraka na kiliweza kuwabariki. Hivyo mpendwa mtazamaji, jioni nyingine njema Mungu ameweza kunipa. Nahitaji kuweza kunena nawe neno la Mungu ambalo litakupa matumaini katika mambo unayoyapitia. Niruhusu niweze kuomba kisha tuweze kuingia katika neno la Mungu. Najua kwamba Mungu atakubariki. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nakushukuru kwa sababu ya mpendwa mtazamaji wangu ambaye ako tayari kuandamana pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Tumaini Lipo. Naomba neema yako na kibali chako ikaweza kuwa juu ya maisha yake. Kamsaidie mfalme wa rehema kuelewa neno hili, kulishika na kuliweka katika matendo, ili Bwana maisha yake yakaweza kuwa ya kubarikiwa. Nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatupa neno la kuweza kutupa nguvu na ushindi wakati mambo yanaonekana kwamba hayaendi vizuri. Unabaki kuitwa Mungu. Baba, ni asante kwa sababu utambariki mpendwa huyu, na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo Mungu amenipa ujumbe mwingine ambao naamini ya kwamba utakuwa baraka kwako kama jinsi umekuwa baraka kwangu. Fungua nami kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 5. Yohana mlango wa 5. Nitaanzia aya yake ya 2 hadi aya yake ya 9. Biblia inasema, basi huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kibrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatimbua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutimbuliwa akapona ugonjwa wote uliompata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotimbuliwa. Ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Mpendwa mtazamaji wangu, najua neno hili ushalisoma juu ya huyu mtu ambaye alikaa kwenye lango ya Yerusalemu. Na pale kwenye lango la Yerusalemu maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na birika lenye iitwayo kwa Kibrania Bethesda, nayo ina matao 5, yani kama mikono 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete. Tumeelezwa vile watu wagonjwa wa aina mbalimbali walikuwa wakija ili waweze kupokea uponyaji kwa lile lango penye palikuwa na birika ambalo iliitwa Bethesda. Biblia inasema ya kwamba katika lile birika kuna wakati malaika alikuwa akishuka, na alipokuwa anashuka anayatimbua maji, na yule aliyekuwa wa kwanza kwenda mahali pale alikuwa anapona na kwenda nyumbani. Mpendwa mtazamaji wangu, kukawa kuna mtu ambaye alikuwa mahali pale,
na akawa ameishi kwenye ule mlango akingojea birika itibuliwe. Kabla hajafika, mwingine alishuka na akaweza kupona, akaenda. Imagine, miaka 38 alikuwa pale akingoja. Anapongoja, kiwete anakuja mwingine, anaingia kwenye yale maji, yanapotimuliwa anapona, anaenda. Kipofu anakuja, na watu wa aina mbalimbali waliokuwa na magonjwa. Yule mpendwa ambaye alikuwa pale akawa anangoja. Biblia inasema ya kwamba mwaka wa kwanza si miaka 10 au 20, lakini miaka 38. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nena nawe mpendwa jioni ya leo ya kwamba huyu mpendwa, licha ya watu kuja kumpita, watu walikuwa wanakuja, hata huenda alikaa mahali pale mpaka yeye ndiye alikuwa akielekeza wengine, akiwaambia vile mahali pale palipo na uponyaji, lakini yeye mwenyewe alikuwa hajawahi pokea uponyaji. Hata huenda watu wangeuliza maswali, huyu mwenye kutuonesha birika ya kwamba ni mahali pale birika linatimbuliwa maji na watu wanapona, yeye anafanya nini mahali hapa? Watu huenda walienda wakiongea mambo mengi kumhusu, lakini yule mtu alikaa mahali pale. Maandiko yanasema ya kwamba alikaa mahali pale, watu wakipona wakienda, watu wakipokea uponyaji wao wakienda, naye aliishi mahali pale. Huenda alikaa mpaka akaonekana kwa watu wengine ni kama kikwazo. Huenda alikaa mahali pale, watu wakaona kana kwamba yeye dhambi zake zilikuwa pengine ni nyingi, kwa sababu hakuweza kufikia kwenye birika. Nisikilize mpendwa, au wewe unayenitazama, ninaongea na mtu jioni ya leo ambaye mpendwa, kuna mambo umejaribu katika maisha yako na unaona kana kwamba hayatendeki. Ushaona wakati mwingine unaenda kanisani na unapata watu, wewe umeokoka pale kanisani, umeishi miaka mingi, lakini watu wengine wanakuja hata na ni wageni, wanahitaji miujiza yao, na baada ya hiyo wanapokea miujiza. Kama ni uponyaji, mtu anapokea uponyaji anaenda, au anatoa ushuhuda. Na wewe kuna jambo limekusumbua mahali pale kwa muda mrefu sana. Unashangaa ya kwamba huyu alikuja juzi na amepona, huyu alikuja mwaka jana amepona, huyu alikuja mwaka fulani amepokea muujiza, pengine muujiza wa kupata kazi, muujiza wa kupata nini. Unajiuliza maswali mengi. Biblia inasema huyu mtu alikaa pale kwenye lango tu. Na niposa nataka niweze kunena nawe jioni ya leo. Najua kuna watu wengine ukaa mahali, lakini kwa sababu ya kutokupata muujiza wanaoutaka, hufa moyo na kuvunjika moyo na kuondoka. Na niposa mara kwa mara tumeweza kuona watu wengi wanatoka kanisa hili wanaenda kanisa hili, wanatoka kanisa hili wanaenda lile. Kwa sababu gani? Ule muujiza walikuwa wanahitaji utendeke pale kwenye madhabahu ya lile kanisa lao hawalipati. Nina ujumbe kwako. Huyu mtu wa miaka 38 ananitia moyo jioni ya leo. Maandiko yanasema ya kwamba kuna kitu anasema mahali hapa. Yesu alipotembea katika mlango ule na akampata yule mtu ni mdhaifu, na akijua ya kwamba amekaa mahali pale miaka 38, Biblia inasema ya kwamba alipoulizwa na Yesu habari za vile alivyokuwa, kuna neno alimwambia Yesu ya kwamba mimi sina mtu. Huenda wale waliokuwa wakija mahali pale walikuwa na watu wao, walikuwa na waweka wakienda, lakini yeye akasema mimi sina mtu. Nisikilize mpendwa mtazamaji, licha ya kukosa mtu wa kumweka kwenye birika, neno linaofurahisha moyo wangu kwa huyu mpendwa wa miaka 38, aliishi akiwa na matumaini. Angelikuwa hana tumaini ya kwamba siku moja Mungu atanitembelea, licha ya kukosa mtu wa kunipeleka kwenye birika, alikuwa na matumaini ya kwamba siku moja najua nitapata mtu. Licha saizi sina mtu,
wa kuniweka kwenye birika, lakini wengine wanakuja wanawekwa, wengine wanakuja wanachukuliwa wanapelekwa, lakini yeye akakosa mtu wa kumweka mahali pale. Neno kubwa ni kwamba huyu mpendwa wa miaka 38 alikuwa na matumaini ya kwamba licha sina mtu siku ya leo, lakini kuna siku mtu atapatikana wa kuniweka kwenye birika. Na niposa anasema ya kwamba Yesu, mimi sina mtu. Na siku ilifika, mtu aliyekuwa akingoja kwa sababu ya maisha yake na yale matumaini ya miaka 38, Mungu alimkumbuka. Mungu alimuonekania tumaini la kukaa miaka 38 pasipo kufa moyo. Mungu alimuonekania. Pendo mtazamaji wangu, naongea na wewe ambaye umekata tamaa kwa sababu ya kitu umeongoja miaka mingi ya kitendeki. Unaona kana kwamba Mungu alikusahau. Mungu amekusahau. Lakini nimekuja kukueleza ya kwamba wanadamu wanaweza kukusahau. Unaweza kosa hata mtu wa kukusaidia katika maisha yako. Unaweza kosa jamii wanaweza kukuacha. Maana hata huyu mtu alikuwa na watu wa kwao, lakini walipompeleka mahali pale huenda wakamuacha tu. Lakini neno kubwa ni kwamba lipo tumaini. Mtu huyu licha ya kukaa miaka mingi aliishi na matumaini. Alikuwa na tumaini ya kwamba ninajua siku moja Mungu atanisaidia. Na siku ilifika mpendwa, Yesu alipofika akawa huyo ndiye mtu aliyekuwa akingoja, na akaweza kummalizia shida ambazo alizokuwa nazo. Ni wewe ninaongea na wewe. Ni nini hicho umekuwa ukiomba muda mrefu na hujakipata? Ni nini hiyo umekuwa ukijiuliza hakitendeki mpendwa? Umekata tamaa, umeinua mikono kwa sababu hauoni kikitendeka. Mpendwa, nina habari njema kwako. Pengine kuna ugonjwa umekusumbua miaka mingi. Kuna tumaini la kupona katika jina la Yesu. Ni kazi umetafuta miaka mingi. Kuna matumaini ya kupata kazi katika jina la Yesu. Maana nataka nikuambie, kesho ya mtu na maisha ya mtu yako mikononi mwa Bwana. Natangaza kwako jioni ya leo katika jina la Yesu, kuna Mungu anayewatembelea wale watu wanaishi katika matumaini. Huyu mpendwa aliishi na matumaini. Hakuhangaika atoke kwenye birika hilo aende mahali pengine atafute uponyaji mahali pengine. Kuna watu wakati mwingine mpendwa, unapokosa kupata Kenya unataka, huenda ulikuwa na matumaini ya kupona kanisani, hapo kwa sababu hauponi unaondoka kanisani, unaanza njia za ushirikina, unajipata umeenda kwa waganga, umeenda katika njia mbalimbali kwa sababu unaona kana kwamba hautapona. There is God in the name of the Lord Jesus. Kuna Mungu kumbuka watu. Kuna Mungu anayewaangalia watu wenye matumaini. Pendo mtazamaji wangu, wewe ni miaka mingapi? Pengine umengoja kitu. Pengine ni mwaka moja na umeanza kukata tamaa. Pengine ni miaka miwili umekata tamaa. Kuna jambo umekuwa ukilifanya, leo unauliza Mungu maswali mengi kwa sababu hakuna kitu kinatendeka. Niko na habari njema kwako. Kuna Mungu anaenda kukutembelea hata jioni ya leo. Natangaza na Mungu na akutembelee jioni ya leo. Na atembee kwa hiyo subira na matumaini ulionayo. Mungu upendezwa na watu walio na matumaini. Wacha nikueleze jambo mpendwa. Wale watu ambao wana matumaini, hakuna siku Mungu anawaibisha. Tumaini haliwezi kukuaibisha mpendwa. Kaa katika matumaini. Maana niposa nimekuletea ujumbe wa jioni ya leo. Lipo tumaini kwa wale watu wanamngoja Bwana. Kwa wale watu wanakaa katika mapenzi ya Mungu. Ni nini nimekufanya umekata tamaa? Kikwazo kidogo ulikuwa unamngoja Bwana kimekufanya umekwazika, umerudi nyuma, umeanguka. Hauendi kanisa siku hizi kwa sababu umekosa matumaini ya uzima. Pendo mtazamaji wangu, ninaongea na mtu jioni ya leo. Ulikuwa umeokoka, kikwazo kidogo hivi kilikufanya ukainua mikono. Siku hizi umeanguka, umerudi kwa ulevi, umerudi kwa ukahaba, umerudi kwa mambo mengine ambayo hayana Mungu kwa sababu ya kukosa tumaini. Natangaza tumaini kwako in the name of the Lord. Mrudie Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba mwanadamu anaweza akawa muongo, lakini Mungu si mwanadamu akanena uongo. Akisema atakubariki,
anakubariki mpendwa. Akisema atakuinua, anakuinua katika jina la Yesu. Huyu mpendwa ananifurahisha sana. Licha ya watu kupona akibaki, hakukosa kuwa na matumaini ya kumgoja Bwana. Hakutapatapa au kuhangaika au kuzunguka hapa na pale au kukosa imani. Jambo moja tu alikuwa anasema, alimwambia Yesu, sina mtu. Ningelikuwa na mtu wa kuniweka mahali hapo, mimi ningelikuwa ninapona. Kwa hivyo alikuwa na matumaini na hilo birika. Alikuwa na hakika na hilo birika, watu wakiingia mahali pale wanapona. Mbona wewe watu wanakuja wanatoa ushuhuda pale kanisani, niliombewa na Mungu akafanya muujiza, wewe bado hauna matumaini, hauna hakika kana kwamba watu wanapona. Mtu anakuja anatoa ushuhuda, niliombewa stakabadhi zangu zikaombewa nikapata kazi. Wewe umeona kweli wanaenda kazi, lakini bado hauna hakika hapo penye unaabudu Mungu anaweza akafanya jambo. Mungu na akusaidie mpendwa mtazamaji wangu. Tumeona watu wanaohangaika kwa sababu ya kungoja kitu, na kwa sababu hakitendeki anavunjika moyo, anakata tamaa, hata anakuwa mmoja wa kuvunja wengine moyo, wa kuambia ya kwamba hakuna kitu kinatendeka mahali hapa, sioni kikitendeka. Siku moja ninakumbuka kuna dada moja pale kanisani, alikuwa boma lake ameachana na mume wake na kukawa kuna shida na amerudi kwao. So alipokuja kanisani akawa anapewa ushuhuda ya kwamba hapa ukija uombewe Mungu atafanya mambo makubwa na utarudi kwako. So alipokuja, alikuwa ni mama, alikuwa mjamzito, na baadaye akajifungua na akaendelea kuja kanisani. Lakini kuna jambo moja alikuwa akiuliza watu. Angepata dada mwenzake alikuwa anamuuliza, hakika wewe unaona kana kwamba nitarudi kwangu? Yaani anaona kana kwamba ndio aliambiwa mahali hapa kitu kinaweza tendeka, lakini wakati mwingine anakosa matumaini akana kwamba atarudi kwake. Anaweza kuja wakati mwingine anaona, maana shida zilikuwa ni nyingi. Alikuwa ametoka katika boma liliokuwa na mali, shida ni nyingi, umasikini, ukosefu wa pesa, anakosa mpaka sabuni, anakosa nini, alikuwa na shida. Akajifungua mtoto na akaendelea na shida mbalimbali kiasi hivi. Lakini siku moja akiwa kanisani, tulipomaliza ibada, alipotoka nje, kwa umbali akaona gari fulani, na kwa sababu huenda yeye alikuwa ametoa mawazo kwake, alipoliangalia akaambiwa na watu, kuna mtu anakuita kwa lile gari. Akasema, na ile gari inaonekana kama lilikuwa la mzee wangu kitambo. Akaambiwa ni mtu anakuita. Akasema wacha niende. Alipoenda akapata ni mume wake amekuja kumtafuta. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka niseme nini? Baada ya kumpata mume wake akasema, ninashukuru kwa sababu nilidhani ya kwamba baada ya kuachana na wewe ulikuja kuwa tu mama ambaye hana mwelekeo, lakini kwa sababu nimekupata unatoka kanisani, ningependa kwenda nawe mpaka kwa mchungaji. Wakaja na mume wake mpaka kwenye kanisa. Akaniambia, mchungaji, mume wangu amekuja, ndio huyu. Alikuwa akilia na akasema, ninaomba Bwana Mungu, mchungaji, Mungu anisamehe. Nilikuwa na roho ya kusita. Nilikuwa na roho ya kuvunjika moyo. Nilikuwa naona kana kwamba haya hata waitendeka. Lakini kwa sababu leo mume wangu amefika, ninashukuru Mungu kwa sababu ulinipa neno la matumaini. Na leo tumaini langu Mungu ameweza kulikamilisha. Mpendo mtazamaji, nikawaombea na mume wake, nikawapa habari ya ushauri, na baadaye Mungu akamsaidia, wakaenda nyumbani wakaongea ile makosa ilikuweko. Na leo tunapoongea na wewe, yule mama alirudi kwake, ako kwake, maisha yakaendelea. Kwa nini mpendwa? Licha ya kusita aliendelea kuwa na matumaini. Nataka nikupe tumaini ya kwamba kuna Mungu ambaye anajua yale unayoyapitia. Mambo unayoyapitia mpendwa, umeeleza watu, hakuna mtu anakusaidia. Kuna watu wamechoka na wewe. Unataka kuniambia huyo mpendwa ambaye alikuwa anakaa kwenye birika, alikosa tu watu ya kuweza kumweka pale pale, lakini wengine walimwambia, wewe huna bahati, hata huenda wewe umelaaniwa, sijui wewe umefanyiwa nini. Aliambiwa mambo mengi, lakini licha ya mambo mengi aliyoelezwa na watu, neno linafurahisha moyo wangu. Miaka 38 huyu mpendwa hakubanduka. Aliishi katika tumaini, aliishi katika matumaini.
Ndiposa kipindi kilichopita, wiki iliyopita, nilisema ya kwamba kuna matumaini. Hata mtu ukikatwa utachipuka tena. Hata kama kuna jambo ambalo unaona kana kwamba halitendeki saa hizi, neno kubwa nahitaji uweze kuwa nalo kwa maisha yako ni kwamba kuna tumaini. Ni nini hicho? Hutapata kazi, umezunguka na karatasi zile au certificate zako. Wengine walipata kazi, wengine wameandikwa, wengine ni wakubwa. Wewe bado unaongoja, unashangaa, hizi stakabadhi kweli zitawahi kunipa kazi? Nataka niombe pamoja nawe katika hilo jambo na kukuambia ya kwamba kuna tumaini la ajabu. Glory to the name of the Lord. Tumaini lipo katika jina la Yesu Kristo. Unapoangalia haya mambo ambayo nasikia inafurahisha moyo wangu ni kwamba huyu mpendwa, mtu alikuwa anauliza hangeweza tu hata kujifuruta na aweze kwenda mahali pale. Huenda alijaribu. Lakini nataka niseme nini? Neno kubwa alijua, hapa mahali watu wanapona. Hapa mahali miujiza inatendeka. Hapa mahali pana mabadiliko. Na sitatoka, nitakaa kwa sababu ninajua na nimeona mambo yakitendeka. Ni nini hicho umeona na wewe bado unazidi kukata tamaa? Ninaongea na wewe mpendwa, ambaye jioni ya leo unasikia imani yako imedidimia. Hata maombi yaliisha, unaombanga mambo mawili matatu kwa sababu ya vikwazo na majaribu na machungu nao yapitia yamekufanya mpendwa, tumaini halipo. Nimekutana na watu wakati mwingine, mtu ananena jambo, anasema mchungaji, nimefika mwisho. Nimefika mwisho kabisa, sijui kama hii inaweza tendeka. Mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Hapo penye umefika mwisho, nataka tu niongeze jambo. Mwisho wako achilia tumaini. Mwisho wako achilia tumaini. Mtumainie Bwana, uone vile Mungu atakavyotenda mambo makuu. Watu wanaweza wakaongea mengi, wanaweza kukupangia mengi, na uonekana kana kwamba ulikwisha. Mpendwa mtazamaji wangu, huonekana kana kwamba yale mambo nafanya hata yafanye. Kuna wakati mwingine mpendwa, paka unasikia watu wanakudhihaki, huyo Mungu wako anafanya kazi gani? Umemuomba muda mrefu, mbona hakujibu? Umekuwa ukimtumikia, mbona hajakufungulia na njia? Kuna watu hupenda kudhihaki watu. Wanapokupata uko katika shida, wanakuambia, wewe umetushindia nini maana unaenda kanisani? Usiwahi kufa moyo. Tumaini lipo. Tumaini lipo. Ikiwa huyu mpendwa wa miaka 38 alikaa na tumaini, na mwisho tumaini lake likaweza kumfanya kupokea uponyaji. Unaona mahali hapa Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kuna watu walimtazama, pengine akipita wanashangaa. Na ndiposa kuna wakati unasikia mtu anauliza, ni yeye au si yeye? Unajua kuna wakati unaweza kupatwa na shida nyingi na Mungu akakuinua. Watu wanaanza kuulizana, ni yeye au si yeye? Natangaza leo katika jina la Yesu Kristo, na muujiza huo na utendeke kwako. Watu waulizananga ya kwamba ni yeye au si yeye? Ni yeye amekuwa hivi? Ni yeye Mungu amembariki? Ni yeye anaweza kutembea? Maana huyu mpendwa alionekana akitembea. Penye wengine hawangeweza kufika, walimpata amefika. Penye walidhani hata kuwa, walimpata amekuwa mahali pale. Penye walidhani ya kwamba hataenda, walimpata akienda. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, waliodhani ya kwamba utabaki katika shida unazozipitia, kuna Mungu katika mbingu atawaibisha katika jina la Yesu. Kuna Mungu mtetezi wa kipekee na kutetea in the name of the Lord. Tumaini ambalo liko ndani yako likusaidie na likuinue. Mambo unayoyapitia na yafike kikomo katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu ndiye akukumbuke kwa hayo mambo ambayo unayapitia, aweze kuonekana. Aibu hiyo ambayo uko ndani yake inafika kikomo katika jina la Yesu Kristo. Mambo hayo ambayo unatafakari usiku na mchana, ambayo yanakufanya wakati mwingine unasikia hauna amani, kuwa na tumaini katika Bwana.
Wanaomtumainia Bwana hakuna siku Mungu anawaaibisha. Wanaomtumainia Bwana hakuna siku Mungu anawaacha. Ni nini hilo ambalo unakaa ukiuliza? Kuna watu nimekutana nao wakati mwingine na wakaniambia, mchungaji, sisi tulisoma, au mzazi anasema, nilisomesha watoto hawa wangu nikijua ya kwamba siku moja watanisaidia, lakini leo wamekuwa walevi. Wengine sijui ni majambazi. Wengine hakuna kitu. Maisha ni magumu kwa ile familia. Nisikilize mpendwa. Tukawa tunaomba kwa sababu ya matumaini. Wana ushuhuda Mungu anafanya jambo. Hata na wewe mpendwa, hapo penye unaona kwamba hakuna kitu kinaweza endelea, ulikata tamaa, niko kwenye studio hii ya Stewards TV kukuambia kwamba kuna tumaini. Na wale wanaomtumainia Mungu, hakuna siku hata moja Mungu anawaibisha. Hakuna siku hata moja Mungu anawaibisha wale wana matumaini. Ni miaka mingapi umeongojea ukitaka kumuona Mungu? Ni miaka mingapi? Ni nini hicho? Wakati mwingine umekata tamaa. Mambo unayoyasikia makanisani, mambo ambayo unayaona hapa na pale yanakufanya unaona kana kwamba Mungu hajibu maombi. Niko kwenye studio hii kukuambia kwamba kuna tumaini. Niruhusu mpendwa niweze kuomba pamoja nawe, maana Mungu ni mwaminifu. Na ninajua ya kwamba hata kuaibisha Mungu atakuinua. Wakati wa Mungu kukuinua ndio huu sasa. Acha tuombe na wewe na uwe na tumaini ya kwamba unaenda kushinda, unaenda kubarikiwa, milango inaenda kufunguka katika jina la Yesu. Baba wetu, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa mtazamaji wangu ambaye amesikiza ujumbe huu, ya kwamba kulikuweko na mtu mwenye alikuwa mgonjwa miaka 38. Licha ya hiyo maisha magumu akawa na matumaini. Hakuhangaika, hakurudi nyuma. Alikaa kwenye birika akingoja mtu wa kumweka kwenye birika. Na Yesu alipofika, maisha ya yule mpendwa yalibadilika. Ninamwombea huyo dada, namwombea huyo ndugu, namwombea huyo kijana ambaye ameishi akiuliza maswali, ni siku gani Mungu atanikumbuka? Baba unayetenda mambo makubwa, achilia neema. Achilia neema ya uponyaji. Achilia neema ya kupata kazi. Achilia neema ya milango kufunguka. Achilia neema ya wokovu in the name of the Lord juu ya familia hiyo. Ikumbuke vile ulivyomkumbuka yule mpendwa wa miaka 38 na maisha yake ikabadilika. Waliomkejeli wakaaibika. Maaibishe maadui zetu wanaona kana kwamba Mungu tunayemwabudu hawezi akafanya jambo. Na iwe ushuhuda jioni ya leo ya kwamba Bwana umetenda. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Mungu akubariki mpendwa. Kwenye studio amekuwa Bishop Paul Lasia, na hudumu na kanisa naitwa Shiloh United Church of Christ, mahali panaitwa Cheramei pale Jua Kali. Na kama ungependa kuweza kunena pamoja nami, nambari zangu za simu ni 0724 994329 0724 994329, au kwa Airtel unaweza kunipigia kwa 0732 546 936 0732 546 936. Na ukinipigia tunaweza kuongea au niandikie ujumbe na Mungu atakubariki. Hadi kipindi kingine, Mungu akitujalia, na kutakia baraka lenye tumaini la Kristo, na Bwana akubariki. Shalom, shalom.